Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Basi watu wa Mungu, amjambo. Basi ninawakaribisheni sana katika kipindi hiki ambapo ni muendelezo wa somo letu ambalo linasema ufunuo wa uungu leo. Na leo ni sehemu ya pili. Somo linasema ufunuo wa uungu leo. Na hivi leo ni sehemu ya pili. Tulianza jana katika sehemu ya kwanza, na sehemu ya kwanza tuliweza kuona kuhusu sifa na tabia ya Mungu. Na nikuombe sana ndugu yangu mpenzi mtazamaji, ikiwa haukupata sehemu ya kwanza ya somo hili, basi itakuwa ni vyema sana kuweza kurejea, kuweza kupata sehemu ya somo hilo. Maana masomo haya yatakuwa ni mfululizo, na masomo haya yatakuwa ni mfatano, ili kuweza kutusaidia kuelewa kuhusu mada hii ya uungu. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, ni kuombe tuweze kuhusika na kuweza kuangalia sehemu ya siku ya leo. Katika siku ya leo itakuwa ni sehemu ya pili ya somo letu. Somo linasema ufunuo wa uungu leo. Katika siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusu asili ya Mungu. Katika siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusu asili ya Mungu kama vile ambavyo imefunuliwa na maandiko matakatifu. Kwa hiyo nikuombe chukua Biblia yako tuweze kuambatana kwa pamoja kuhusu mada hii inayosema asili ya Mungu. Hapa tutakwenda kuangalia mambo manne ya muhimu ya kuyajua kuhusu asili ya Mungu. Mambo manne ya muhimu ya kuyajua kuhusu asili ya Mungu. Mambo hayo manne ni mambo ya muhimu sana ambayo yataweza kukufanya kuelewa kuhusu asili ya Mungu kama ambavyo imefunuliwa na maandiko matakatifu. Kuhusu mambo hayo manne, nitasoma maandiko manne ambayo yatakwenda kutuonyesha asili hiyo ya Mungu. Andiko la kwanza ambalo tutaanza kulisoma, ambalo litaonyesha jambo la kwanza, ni Yohana 4 mstari wake ni wa 24. Katika kitabu cha Yohana 4 mstari wake ni wa 24, neno la Mungu linasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho,
nao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linafunuliwa hapa na neno la Mungu ni kusema kwamba Mungu ni roho. Hili ni jambo la kwanza kabisa ambalo linafunuliwa na neno la Mungu. Lakini jambo la pili ambalo linafunuliwa pia kuhusu asili ya Mungu, au kile ambacho tunaweza kukielewa kuhusu Mungu, tunapata katika fungu la pili katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 8. Neno la Mungu linasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Jambo la pili pia ambayo maandiko yanatuambia kuhusu Mungu, au kile tunachopaswa kukijua kuhusu Mungu, maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Hilo ni jambo la pili na la muhimu sana katika kuielewa asili ya Mungu. Jambo la tatu tunaloweza kulielewa kuhusu asili ya Mungu tunalipata katika andiko la waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 5. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 5, neno la Mungu linasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake, yani kwa Yesu, na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Jambo jingine la muhimu na la msingi kulijua katika asili ya tatu ni katika asili ya Mungu ni hili: Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Lakini jambo la 4 ambalo tutakwenda kuliangalia kuhusu asili ya Mungu tunalipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wake ni wa 29. Hebu twende pale mpendwa. Waebrania 12 mstari wake ni wa 29. Neno la Mungu linasemaje? Kitabu cha Waebrania 12 mstari wake ni wa 29. Neno la Mungu linasema, maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Jambo la 4 ambalo tunalipata hapa, maandiko yanasema kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo hapa tunapata haya mambo 4. Jambo la kwanza ambalo tunalipata kuhusu asili ya Mungu, maandiko yanatuambia Mungu ni roho. Jambo la pili ambalo tumelipata kuhusu asili ya Mungu, maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni upendo. Jambo la tatu ambalo tunalipata kuhusu asili ya Mungu, maandiko yanatuambia Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Na jambo la 4 ambalo tunalipata kwenye maandiko haya ni hili, kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Sasa haya ndiyo mambo ambayo tutakwenda kuyafafanua, ambayo yatakusaidia sana ama yatatusaidia sana kuweza kuielewa asili ya Mungu. Na sasa hapa tutakwenda kulichambua jambo moja moja ili tuweze kuona lina maana gani kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo kabla hatujaenda kuyachambua mambo hayo, ni kuombe ndugu yangu tuweze kupiga magoti tuombe. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa milele, Mungu mwenye upendo, tunakusihi uweze kuwa pamoja nasi tunapokwenda kulitafakari na kulijadili neno lako, jinsi ambavyo asili yako umeifunua mwenyewe kutoka katika neno lako. Tunakusihi ukapate kutuangazia kuyaelewa mambo haya makuu na kweli kuu hizi za Injili.
Naomba kwa ajili ya ndugu ambaye atasikiliza somo hili na ndugu ambaye atatazama somo hili, mjalie kuweza kuelewa, nami Bwana kanitumie kama chombo tu kuleta kweli hizi za Injili. Kuwa pamoja nasi sote, lifunue jambo hili kuhusu uungu, ili kila mmoja akapate kuelewa vile ambavyo umefunua kwenye neno lako. Hivyo sasa kuwa pamoja nasi, Roho wako akapate kutuongoza. Naomba haya kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi ni kukaribishe tuendelee kuweza kuangalia mambo haya manne ambayo yanahusu asili ya Mungu. Katika siku ya leo tunakwenda kujifunza mambo haya manne, mambo haya ambayo yanaihusu asili ya Mungu kama vile ilivyofunuliwa katika neno lake. Tutaanza na jambo moja. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu kabisa kulielewa kuhusu asili ya Mungu ni hili: Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hii ni muhimu sana katika kuielewa asili ya Mungu. Hili ni jambo muhimu sana na la msingi sana ambalo maandiko yanatuambia tunaloweza kufahamu kuhusu asili ya Mungu. Jumla ya kile tunachoweza kukifahamu kuhusu asili ya Mungu ni kwamba Mungu ni roho. Kasome katika kitabu cha Yohana 4 mstari wake ni wa 23 kwenda mstari wake ni wa 24. Yohana Injili 4 mstari wake ni wa 23 kwenda mstari wake ni wa 24. Katika Yohana Injili mstari wake ni wa 23 kwenda mstari wake ni wa 24, neno la Mungu linasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Maandiko yanasema saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maandiko yanatuambia Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Maandiko yanatuambia kwamba saa inakuja ambayo wale wanaomwabudu Mungu kiukweli, kiwalisia, ambaye hapo ametajwa kama Baba, watamwabudu katika roho na kweli. Na andiko hili linarejea kwamba Mungu ni roho, kwa maana ya kwamba Baba ni roho, Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo maandiko hapa yanatuweka wazi kwamba Mungu ni roho. Je, maandiko yanaposema Mungu ni roho yana maana gani hasa? Maandiko yanaposema Mungu ni roho yana maana gani hasa? Maandiko yanaposema Mungu ni roho yana maana gani hasa? Katika kuyasoma maandiko kuna jambo hili la kuzingatia. Zingatia hili kwanza. Mungu ni roho lakini pia ana mwili. Mungu ni roho lakini pia ana mwili. Kabla sijakwenda kufafanua kulingana na maandiko matakatifu yanaposema Mungu ni roho yana maana gani, hili ni moja ya jambo la msingi sana hapa la kuzingatia, kwamba Mungu ni roho lakini bado ana mwili. Tukasome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 mstari wake ni wa 44. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wake ni wa 44. Neno la Mungu linasemaje? Wakorinto wa kwanza 15 mstari wake ni ule wa 44. Neno la Mungu linasema, upandwa mwili wa asili, ufufuriwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Maandiko yanatuambia upandwa mwili wa asili, ufufuriwa mwili wa roho. Ikiwa upo mwili wa asili na wa roho pia upo. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba kuna mwili wa asili, akirejea kama miili ambayo tuko nayo wanadamu, lakini pia kuna mwili wa roho. Kuna mwili wa roho. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni roho
lakini si kwamba hana umbo. Mungu ni roho, lakini ana mwili na ana umbo. Mungu ni roho, lakini ana mwili na ana umbo. Nikushirikishe ndugu yangu, tuweze kwenda pia katika kitabu cha Roho ya Unabii, kitabu kinachoitwa Education, ili kuweza kulithibitisha jambo hili. Kitabu kinaitwa Education. Kwa maana ya elimu. Aya yake ya Kiingereza ni 131 aya ya 5. Education, ukurasa wa 131 paragraph ya 5. Hebu tukasome hapo. Education 131 paragraph ya 5. Katika katika kitabu hicho cha Roho ya Unabii, Education 131 paragraph ya 5, anasema God is a spirit. Mungu ni roho, yet he is a personal being. Lakini bado yeye ni nafsi. For man was made in his image. Kwa sababu mwanadamu amefanywa, anasema mwanadamu amefanywa kwa taswira yake au kwa sura yake. As the person being, kama nafsi, God has revealed himself in his son. Mungu amejifunua yeye mwenyewe kwa mwana wake. Kwa hiyo katika Education 131 aya yake ya 5, hapa tunaambiwa kwamba Mungu ni roho, lakini bado ni nafsi. Anasema hivi, kwa sababu mwanadamu amefanywa kwa mfano wake au kwa sura yake. Kama vile tunavyomuona mwanadamu akiwa ana umbo, Mungu naye ana umbo, yeye naye ni nafsi. Lakini asili ya Mungu, maandiko yanatuambia Mungu ni roho, na maandiko yanatuweka wazi mwanadamu asili yake, mwanadamu yeye ni mavumbi. Kwa hiyo Mungu hana mwili kama huu mwili ambao tuko nao wanadamu, mwili wa nyama. Yeye ana mwili wa kiroho. Kwa hiyo vile tunavyomwona mwanadamu akiwa ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, hivyo inatufahamisha kwamba Mungu naye, ingawa yeye asili yake ni roho, lakini pia ana umbo. Rejea katika hiyo Education 131 aya yake ni ya 5. Lakini pia katika kitabu hicho cha Education 132 aya yake ni ya pili. Aya hii inasema the greatness of God is to us incomprehensible. Anasema ukuu wa Mungu kwetu haujafahamika vizuri. The Lord's throne is in heaven. Anasema kiti cha enzi cha Mungu kiko mbinguni. Yet by his spirit he is everywhere present. Lakini bado kupitia roho wake yuko kila mahali. Anasema ukuu wa Mungu kwetu bado haujafahamika vizuri. Anatueleza kwamba ukuu wa Mungu, anasema ijapokuwa Bwana kiti chake cha enzi kiko mbinguni. Akatoa hapa Zaburi 11:4, anasema lakini bado kupitia roho wake yuko kila mahali. Kwa hiyo Mungu yuko mbinguni, lakini kupitia roho yake, ambayo hiyo ndiyo asili yake ya ndani, yeye anakuwa kila mahali. Kwa hiyo nukuu hii kutoka katika hichi kitabu cha Education 131 aya yake ya 5 inapatana na Biblia kwamba kuna mwili wa kiroho. Kwa hiyo tunaposema Mungu ni roho, si kwamba hana umbo. Mungu analo umbo, lakini umbo lake si mavumbi kama umbo la mwanadamu. Umbo la Mungu ni umbo la kiroho. Sasa twende tukaone maana ya jambo hili. Maana ya Mungu ni roho. Tunaposema Mungu ni roho, nini kilicholengwa hapa? Maandiko yanapotuambia Mungu ni roho, kitu gani hapa ambacho kililengwa katika jambo hili? Maandiko yanaposema Mungu ni roho, ni jambo gani ambalo lililengwa haswa? Tunaweza tukasoma maandiko hapa katika uumbaji wa mwanadamu. Kuna jambo ambalo linaweza likatufunulia
ama likatusaidia kuelewa maana hii. Tukirejea uumbaji wa mwanadamu, mwanadamu alipoumbwa kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo 2:7, naweza tukaenda pale, tunataka kuelewa maandiko yanaposema Mungu ni roho yana maana gani hasa. Katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake wa 7, twende pale rafiki yangu, chukua Biblia yako, twende nami katika Mwanzo 2:7. Neno la Mungu linasema, Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maandiko yanatueleza namna ambavyo mwanadamu aliumbwa. Mungu alimfanya mtu kupitia mavumbi ya ardhi, kisha alimpulizia pumzi ya uhai na mtu akawa nafsi hai. Yaani Mungu aliweza kumfanya mwanadamu kupitia mavumbi ya ardhi. Aliyachukua mavumbi ya ardhi akayafinyanga, kisha akalipata umbo, na baada ya kuwa amelipata umbo, Mungu akalipulizia lile umbo pumzi ya uhai. Kwa hiyo wanadamu tumetengenezwa na mambo mawili. Moja, mwanadamu namna alivyotengenezwa, hii ndio kanuni iliyomtengeneza mwanadamu. Moja, mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Ili mwili au huu mwili wenyewe ni mavumbi ya ardhi. Kisha baada ya kuwa ule mwili umeumbwa na mavumbi ya ardhi, Mungu alipulizia pumzi ndani ya ule mwili, kisha mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mwanadamu ni muunganiko wa mambo mawili tu kulingana na Biblia. Mwili ambao ni mavumbi pamoja na pumzi. Sasa hii pumzi inarejelewa nini? Hii pumzi ambayo ilipuliziwa katika mwanadamu, maandiko yanairejelea kama nini? Hapa nipo kwa mwanadamu kwanza, maana tukielewa jambo hili litatusaidia kuweza kuelewa vizuri kuhusu Mungu. Hii pumzi ambayo Mungu alipulizia ndani ya mwanadamu inarejelewa kama nini? Hebu twende katika kitabu cha Yohana Injili 6 mstari wake ni wa 63. Yohana Injili 6 mstari wake ni wa 63. Neno la Mungu linasemaje? Yohana Injili 6 mstari wake ni wa 63. Neno la Mungu linasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Yesu Kristo anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Hivyo maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo roho ndiyo inayotia uzima ndani ya mwili, na roho hii ndiyo inayofanikisha mwili kufanya matendo yake yote: kusikia, kuona, kutembea, kunusa na kufanya shughuli zake zote. Kwa hiyo roho ndiyo inayotia uzima ndani ya mtu, na mwili ule haufai kitu. Yaani maana yake bila roho kuwa ndani ya mwili huwezi kufanya kitu chochote. Na ndio unaona kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, bila kuipulizia ile pumzi ndani ya yule mwanadamu asingeliweza kufanya kitu chochote. Yaani lile umbo la pale, lile umbo lililokuwa limefinyangwa lisingeweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo tayari Mungu alipopulizia pumzi, ambapo maandiko hapa yanairejelea kama roho, ndipo damu ilianza kuzunguka, na ndipo viungo vilianza kujongea, na ndipo mwili ulianza kufanya kazi. Kwa hiyo roho ndani ya mwanadamu ndiyo inayotia uzima. Na maandiko yanaendelea kusema kwamba, hebu tuende katika Yakobo. Kitabu kinaitwa Yakobo 2 mstari wake ni wa 26. Yakobo 2 mstari wake ni wa 29. Katika kitabu cha Yakobo 2 mstari wake ni wa 29, neno la Mungu linasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, hivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, hivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo mwili usipokuwa na roho, basi umekufa. Yaani kifo ni nini kwa mwanadamu? Ni roho kuondoka na kuacha mwili. Wakati roho inaondoka ama pumzi inaondoka kutoka kwenye mwili, ndipo kifo kinatokea. Kwa hiyo roho ndiyo ambayo inatia uzima. Kwa hiyo hapa unaweza kuona kwamba kwa mwanadamu, kwanza hapa kwa mwanadamu, roho ni nguvu ya Mungu inayoleta uhai ndani ya mtu au ndani ya viumbe.
Roho ni nguvu ama uwezo wa Mungu unaotia au unaoleta uhai ndani ya nani? Ndani ya mtu. Katika kitabu cha Ayubu 32 mstari wake ni wa 8. Kitabu cha Ayubu 32 mstari wake ni wa 8, neno la Mungu linasemaje? Twende pale rafiki yangu. Kitabu ni cha Ayubu 32 mstari wake ni wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Lakini imo roho ndani ya wanadamu, na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu kuna roho. Ndani ya mwanadamu kuna nini? Kuna roho. Na maandiko yanairejelea hiyo roho ndani ya mwanadamu. Maandiko yanasema kwamba ni pumzi ya Mungu, na pumzi hiyo ndiyo ambayo inawapa akili. Pumzi hiyo ndiyo ambayo inawapa akili. Sasa utaweza kuona kwamba kwa mwanadamu roho inarejelewa kama uhai. Roho inarejelewa kama uzima ndani ya mwanadamu, na ndiyo tunairejelea kama pumzi ambayo Mungu alipulizia ndani ya umbo la mwanadamu. Sasa tunaposoma Yakobo, tunapotaka kuelewa kwamba maandiko yanaposema Mungu ni roho, tunaweza kuelewaje jambo hili? Tunaposoma kitabu cha Yakobo 3 mstari wake ni wa 9, neno la Mungu linasemaje? Yakobo 3 mstari wake ni wa 9, neno la Mungu linasema, Yakobo 3 mstari wake ni wa 9, neno la Mungu linasema, kwa huo twamuhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo tutawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Wanadamu, maandiko yanasema hapa, wamefanywa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi wanadamu tumefanywa kwa mfano wa Mungu. Nini hapa tunachoweza kukimaanisha? Unapomtazama mwanadamu ana umbo. Lakini mbali ya kuwa na umbo, ndani ya lile umbo la mwanadamu kuna uzima au kuna uhai ukiwa uko ndani ya hili umbo la mwanadamu. Vivyo hivyo na Mungu naye ana umbo, lakini ndani ya umbo lile kuna uhai ama kuna uzima. Na ndiyo tunaona kwamba hii inaleta Mungu, sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo Mungu naye pia ana uzima ndani yake. Je, hii ni kweli? Twende nami katika kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni wa 26. Kitabu ni Yohana 5 mstari wake ni wa 26. Neno la Mungu linasema katika Yohana 5 mstari wake ni wa 26, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Maandiko yanasema kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo Baba ana uzima ndani ya nafsi yake. Hivyo hivyo maandiko yanatuambia kwamba alimpa mwana kuwa na uzima ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo Baba hapa akirejelewa kama Mungu ana uzima ndani ya nafsi yake. Ana uzima ndani ya nafsi yake. Mfanano ni wazi. Pia mwanadamu ana uzima ndani ya nafsi yake. Baba ana uzima ndani ya nafsi yake, na mwanadamu pia ana uzima ndani ya nafsi yake. Baba ana uzima ndani ya nafsi yake, na mwanadamu pia ana uzima ndani ya nafsi yake. Sasa ni wazi kwa mwanadamu uzima ndani ya nafsi yake tunaurejelea kama roho. Tunaurejelea kama roho. Na ni wazi pia uzima ndani ya nafsi ya Mungu tunaurejelea kama roho. Uzima ndani ya nafsi ya Mungu tunaurejelea kama roho. Kwa hiyo uzima ndani ya mwanadamu tunaurejelea kama roho, pia uzima ndani ya Mungu tunaurejelea kama roho. Sasa ni kuombe uweze patana nami katika fungu hili. Tunaona jambo hili,
maana halisi ya Mungu ni roho ni hii, Mungu ni uzima. Maana halisi ya Mungu ni roho ni hii, Mungu ni uzima, ni uhai, ndiye chimbuko la uzima na uhai wote. Maandiko yanaposema Mungu ni roho, yanarejelea kwenye jambo hili kwamba Mungu yeye ndiye uzima, Mungu yeye ndiye uhai, Mungu yeye ndiye chimbuko, chanzo cha uhai wote. Mungu yeye ndiye chimbuko cha chanzo cha uhai wote. Hebu twende nami katika Zaburi ya 36 mstari wake ni wa 9. Twende nami rafiki yangu katika kitabu cha Zaburi ya 36 mstari wake ni wa 9. Kitabu ni cha Zaburi, Zaburi ya 36 mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linasema, maana kwako wewe iko chemichemi ya uhai. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uhai, na katika nuru yako tunaona nuru. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uhai. Kwa hiyo kwa Mungu ndipo kuna chemichemi ya uhai. Chemichemi, chanzo cha uhai. Kwa hiyo uhai wote, uhai wa viumbe vyote unatiririka kutoka kwa Mungu, ama una chanzo chake kutoka kwa Mungu. Mungu yeye ndiye chanzo cha uhai wa viumbe vingine vyote. Ndani yake Mungu kuna chemichemi ya uzima wote wa viumbe vyote. Hebu tulihakikishe hili katika kitabu cha Matendo 17 mstari wake ni wa 24, tutaenda paka mstari wake ni wa 29. Matendo, kitabu ni cha Matendo 17 mstari wa 24, twende pamoja paka mstari wake ni wa 29. Katika kitabu cha Matendo 17 mstari wake wa 24, twende paka mstari wake ni wa 29. Neno la Mungu linasema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mkono, wala atumikiwi kwa mikono ya mwanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Maandiko yanatuambia Mungu ndiye anawapa uhai, ndiye anayewapa uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru na tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Maana ndani ya Mungu tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Kwa hiyo viumbe vyote vinapokea uhai, vinapokea uzima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ndani ya Mungu ndipo kuna chemichemi, ndipo kuna chanzo, ndipo kuna asili yenyewe ya uzima wote wa vitu vyote. Hivyo roho ambayo ndiyo asili au chanzo cha roho nyingine zote ni roho moja tu. Sikiliza sasa. Roho ambayo ndiyo chanzo, ndiyo asili ya uzima wa vingine vyote ni roho moja tu. Ni roho moja tu. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wake wa 4, neno la Mungu linatuambia. Kitabu ni cha Waefeso 4 mstari wake wa 4, neno la Mungu linatuambia. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wake wa 4, neno la Mungu linatuambia, mwili mmoja na roho moja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja
la wito wenu. Maandiko yanatuambia kuna mwili mmoja. Tutafafanua huko mbele katika masomo haya kwamba mwili huu mmoja ni upi. Lakini maandiko yanatuambia kwamba pia kuna roho moja. Tutaona hapa hii roho moja ni ipi, kama tulivyoitwa katika tumaini moja la wito wetu. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba kuna roho moja. Na huyu roho mmoja ni roho gani? Katika kitabu cha Waebrania, nenda nami katika kitabu cha Waebrania 9 katika ule mstari wake ni wa 14. Waebrania 9 mstari wake ni wa 14. Katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wake ni wa 14. Waebrania 9 mstari wake ni wa 14. Neno la Mungu linasemaje? Katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wake ni wa 14, neno la Mungu linasema, Waebrania 9 mstari wake ni wa 14, neno la Mungu linasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Anasema basi si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu. Maandiko hapa yanatuambia kwamba kuna roho wa milele. Kuna roho wa milele. Roho wa milele. Kwa hiyo huyu roho wa milele si mwingine tofauti na Mungu, na si kitu kingine kinachosemwa hapa tofauti na asili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye roho wa milele. Andiko hili la Waebrania 9 9:14 ukilifananisha na andiko lile la Yohana 4 mstari wa 24. Andiko la Yohana 4 mstari wa 24 ambalo tumeanza nalo limetuambia Mungu ni roho. Na hapa katika Waebrania 9 mstari wa 14 neno la Mungu limetuambia kwamba kuna roho wa milele. Sasa ni wazi kabisa kwamba Mungu ndiye roho wa milele. Mungu ndiye roho wa milele, na kuna roho mmoja tu wa milele. Kuna roho mmoja tu wa milele. Na huyu roho mmoja wa milele, ama kwa lugha nyingine naweza kusema uzima wenyewe wa milele au uhai wenyewe wa milele, ndiye chimbuko la uhai wote. Ndiye chimbuko la uhai wote na ndiye chimbuko la uzima wote. Kwa hiyo Mungu ni roho wa milele. Mungu ni roho wa milele. Na hapa tunaweka wazi kwamba Mungu ni uzima wa milele. Unaposema kwamba Mungu ni roho wa milele, tunamaanisha pia kwamba Mungu ndiye uzima wenyewe wa milele. Mungu ndiye uzima wenyewe wa milele. Na asili ya Mungu katika kitabu cha Roho ya Unabii, hapa kitabu kinaitwa AA, ukurasa wake wa 52. AA ukurasa wa 52. Katika kitabu cha AA katika kitabu cha AA katika kitabu cha AA kurasa wa 52 hapa, ngoja niweze kuangalia nukuu hii tuone jambo la msingi sana la kuweza kujua kuhusu hii asili ya Mungu.
hapa katika kitabu hichi cha AA 52 paragraph yake ya kwanza. AA ni kitabu cha Matendo ya Mitume, yani the Act of Apostle, ukurasa wa 52 aya yake ya kwanza. Anasema kwamba asili ya Roho Mtakatifu ni siri. Asili ya Roho Mtakatifu ni siri. Anasema kwamba mwanadamu hawezi kuielezea kwa sababu Bwana hajafunua hili kwake. Kwa hiyo asili ya Roho Mtakatifu ni siri. Hapa tunamaanisha nini? Yaani asili ya ule uzima, maana tumekwishaona maandiko yanatufafanulia wazi Roho mmoja huyu wa milele ndio uzima wenyewe wa milele. Tunaposema asili yake ni siri, kwa maana ya kwamba nini ambacho kimeifanya hii Roho moja ya milele? Nini ambacho kimeutengeneza huu uzima wa milele? Ukoje? Hiyo ni siri. Lakini si kwamba Roho Mtakatifu au Roho mmoja wa milele hajafunuliwa kama nini. Roho mmoja wa milele amefunuliwa katika maandiko kama uzima. Roho mmoja wa milele amefunuliwa katika maandiko kama uzima, ila asili yake ni siri. Hatuwezi kujua sasa hiyo asili yenyewe au huo uzima wenyewe uliomo ndani ya Mungu umetengenezwa na nini. Lakini si kwamba wenyewe hatujui uzima huo ni nini. Uzima ndani ya Mungu ni roho, kama vile ulivyo uzima ndani ya mwanadamu ni roho. Kwa hiyo kama tulivyofika sehemu hii ambayo bado tunaendelea kuhusika nayo, rafiki yangu mpendwa, Mungu ni roho wa milele, na tumeona kuna roho mmoja wa milele. Kwa hiyo Mungu ni roho wa milele, kwa maana Mungu ni uzima wa milele. Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo roho ni uzima au ni uhai wa Mungu. Roho kwa Mungu, tunaposema roho, maandiko yakirejea kwamba Mungu ni roho, roho hiyo ni nini? Roho ni uzima au ni uhai wa Mungu. Ndio uungu. Na tunaposema Mungu mmoja, maana yake ni roho mmoja wa milele. Roho ndio uungu, ndio uwezo na nguvu wa Mungu. Ndio uwezo na nguvu ya Mungu. Na ni kupitia roho ndipo tunapata sifa zifuatazo. Jana tuliweza kuona katika somo lililotangulia ambalo ni sehemu ya kwanza, tuliweza kuona kwamba kuna sifa bainishi zinazomtofautisha Mungu na mwingine wote. Sifa kama vile Mungu anapatikana kila mahali. Mungu anaweza yote. Mungu anajua yote. Mungu anajua yote. Mungu hapatikani na mauti, ni wa milele. Sifa hizo tuliweza kuziangalia katika somo lililopita na tuliweza kubainisha maandiko. Sasa sifa hizo za Mungu kuweza kuwa mahali pote na kujua yote, zinafanyika kupitia roho. Yaani roho ni uzima na ni uhai wa Mungu, na ndio uungu, ndio uwezo, ndio nguvu ya Mungu. Na ni kupitia roho ndipo Mungu anakuwa kila mahali. Ni kupitia roho ndipo Mungu anaweza yote. Ni kupitia roho ndipo Mungu anaweza yote, na ndipo Mungu anajua yote. Mfano naweza kukupa maandiko yafuatayo kwamba kupitia roho ndipo Mungu anakuwa kila mahali. Twende katika kitabu cha Zaburi ya 139 mstari wake ni wa 7. Nienda nami katika kitabu cha Zaburi ya 139 mstari wake ni wa 7. Neno la Mungu linasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Niende wapi nijiepushe na roho yako? Hakuna mahali utakapoenda uwepo wa Mungu usiwepo kupitia roho yake. Kila mahali uwepo wa Mungu upo kupitia roho yake. Na jambo hili tulilisoma kwa nukuu hapo juu, nukuu kutoka katika kitabu cha Education 132 aya yake ya 2. Tuliambiwa hapo kutoka kwenye kitabu cha roho ya unabii kwamba Mungu ukuu wake ni wa ajabu. Japokuwa Mungu yuko mbinguni, lakini yuko kila mahali kupitia roho yake. Kwa hiyo ni kupitia roho ndipo Mungu anakuwa kila mahali.
Ni kupitia Roho ndipo Mungu anakuwa kila mahali. Lakini ni kupitia Roho ndipo Mungu anajua yote. Twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 2 mstari wake wa 10 hadi wa 14. Wakorinto wa kwanza 2 mstari wake ni wa 10 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mstari wake ni wa 11. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila ni Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokimiliwa na Mungu. Na hayo twayanena si kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafsiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba kitu ambacho kinaweza kikatufahamisha au kikamfahamisha mwanadamu yaliyomo ndani yake ni roho ya mwanadamu iliyoko ndani yake. Wewe hapo unajitambua, ila Roho ndio inaleta utambuzi ule. Na maandiko yanasema kwamba hata mambo ya Mungu ni Roho ndio inayatambua. Roho ya Mungu. Hapa mwandishi anajaribu kuweka mfanano bainishi kati ya roho ya Mungu na roho ya mwanadamu. Ni kupitia roho ya mwanadamu ndipo mwanadamu anatambua yote yaliyomo ndani yake, na ni kupitia roho ya Mungu ndipo Mungu anatambua kila kitu. Kwa hiyo hii roho moja ya milele ndiyo inajua yote. Ndiyo inajua yote. Kama vile roho yako ndani yako ndivyo inavyojua yote. Kwa hiyo ni kupitia Roho ndipo Mungu anajua yote. Lakini pia ni kupitia Roho ndipo Mungu anaweza yote. Ni kupitia Roho ndipo Mungu anaweza yote. Ni kupitia Roho ndipo Mungu anaweza yote. Ndiyo maana ukirejea pale kwenye uumbaji, unapoiona ile Roho ya Mungu ambayo ilikuwa juu ya uso wa maji, soma katika Biblia ya Kiingereza pale katika Mwanzo 1:2, utaona roho ile ya Mungu haikuwa imetulia, ilikuwa inajongea juu ya uso wa yale maji. Na utaona kwamba kupitia roho ya Mungu ndipo uumbaji pia umefanyika. Kwa muda wako utasoma kitabu cha Zaburi 33 mstari wake wa 4. Zaburi 33 mstari wake wa 4, maandiko yanasema Roho ya Mwenyezi Mungu imeniumba. Utasoma pia Mwanzo 1:2, hii Roho ya Mwenyezi Mungu ikirejelewa tena pale kuwa juu ya uso wa maji. Hebu ngoja niasome maandiko hayo kwa ajili yako mpendwa. Ayubu 33:4. Kitabu kile ni cha Ayubu 33:4. Neno la Mungu linasemaje? Kitabu ni cha Ayubu 33:4, anasema Roho ya Mwenyezi Mungu imeniumba, na pumzi ya Mwenyezi unipa uhai. Roho ya Mwenyezi Mungu imeniumba, na pumzi ya Mwenyezi unipa uhai. Mwanzo 1 mstari wake ni wa 2. Mwanzo 1 mstari wake ni wa 2. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Soma katika Biblia ya Kiingereza, anasema hapo, Biblia ya Kiingereza ya Mfalme wa Yakobo, Biblia ya King James Version, anasema the Spirit of God was moving over the face of water. Roho ya Mungu ilikuwa ikijongea juu ya uso wa Mungu. Kwa kupitia hii Roho ya Mungu ina nguvu ya kufanya uumbaji, na ambayo ndiyo tunairejelea kama nini wapendwa? Roho mmoja wa milele ndiyo tunairejelea kama Mungu mmoja. Ndiyo tunairejelea kama kile ambacho kiko ndani ya Mungu. Na maandiko yalituambia katika Yohana Injili 6 ule mstari wake wa 63, Yesu anasema mwili haufai kitu. Anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwako wewe mwanadamu, roho ndiyo inayotia uzima. Na tukimrejelea Mungu, kile kilicho ndani ya Mungu ambacho kinarejelewa kama roho moja ya milele, ndiyo kila kitu kwa Mungu. Ndiyo utendaji wenyewe wa Mungu, na ndiyo uungu. Ndiyo kupitia hiyo Mungu anakuwa kila mahali,
Kupitia roho moja wa milele Mungu anakuwa kila mahali. Kupitia roho moja ya milele Mungu anaweza yote. Na kupitia roho moja ya milele ndipo Mungu anajua mambo yote. Ndipo Mungu anajua mambo yote. Kwa hiyo maandiko yanaposema Mungu ni roho, maandiko yanamaanisha Mungu ni uzima. Na hapa sasa kuna tofauti kati ya roho hiyo iliyoko ndani yako ambayo imepuliziwa kama pumzi na roho yenyewe iliyomo ndani ya Mungu. Roho yenyewe iliyomo ndani ya Mungu ambayo inarejelewa kama roho moja ya milele, yenyewe ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele. Na maandiko hapa yanatueleza hivi, kama vile mwanadamu alivyo na pumzi, naye Mungu ana pumzi. Utasoma lile fungu la waraka la fungu la Timotheo wa pili 3:16. Ngoja nisome andiko hilo. Timotheo wa pili 3:16, maandiko yanasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwadhibisha katika haki. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu inarejelewa kama roho mmoja wa milele. Basi tuingie katika sehemu nyingine. Jambo jingine ambalo limefunuliwa kuhusu Mungu ni hili: Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Tukasome katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 7 na wa 8. Jambo jingine linalorejelewa katika asili ya Mungu ni hili, kwamba Mungu ni upendo. Twende nami katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 7 na wa 8. Fungua Biblia yako rafiki yangu, twende pamoja. Katika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 7 na wa 8. Neno la Mungu linasema, wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni upendo. Moja ya jambo muhimu sana hasa la kulielewa kuhusu Mungu, au tunaposhughulika na asili hii ya Mungu, ni kuelewa kwamba Mungu ni upendo. Na Mungu si kwamba ana upendo, yeye ndiye upendo wenyewe. Yeye ndiye upendo wenyewe. Na hapa maandiko yanatuambia kwamba hayupo mtu anayeweza kupenda bila kupokea asili hii kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo upendo ni asili ya Mungu. Na yeyote anayeweza kupenda, maandiko yanatuambia kwamba kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na andiko hili limetuambia pendo latoka kwa Mungu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anaweza kupenda, hii ni asili inayotiririka moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Hii ni asili inayotiririka moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na asili hii ni asili ya Mungu. Na kimsingi upendo uletwa kwetu kupitia roho ya Mungu, kupitia ile asili ya Mungu. Wakati asili ya Mungu inapotiririka kwako, ndipo upendo unatiririka kwako. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 5 mstari wake wa 5. Twende pale rafiki. Warumi 5 mstari wake ni wa 5. Katika kitabu cha Warumi 5 mstari wake ni wa 5. Neno la Mungu linasemaje? Warumi 5 mstari wake ni wa 5. Neno la Mungu linasema, na tumaini anasema na tumaini halitayarishi. Anasema na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Pendo la Mungu linamiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu tunaopewa na Mungu. Roho Mtakatifu tukimrejelea kama roho mmoja wa milele, ambao kama asili ya ndani ya Mungu. Hii ndiyo pekee inayoleta upendo. Inayoleta upendo. Kwa hiyo Mungu ni upendo. Na unaposoma katika kitabu cha Roho ya Unabii, hapa nikushirikishe rafiki yangu mpendwa, katika kitabu cha
law ya unabii. Kitabu ni PP kwa maana ya wazee na manabii. Wazee na manabii. Kitabu ni PP, wazee na manabii, yani Patriarchs and the Prophets. Sura yake tu ya kwanza, sura yake ya kwanza, sura ambayo inasema why sin was permitted, kwa nini dhambi iliruhusiwa. Haya, katika sura hiyo ni ukurasa wa 33. Aya nayotoa ni ya Kiingereza, PP 33, aya yake ni ya kwanza. Anasema God is love, Mungu ni upendo. His nature, asili yake. His law, sheria yake, is love, ni upendo. It ever has been, imekuwa hivyo, and it ever will be, na itaendelea kuwa hivyo. Anasema Mungu ni upendo, asili yake, sheria yake ni upendo, imekuwa hivyo na itaendelea hivyo. Kwa hiyo hili ni moja ya jambo la muhimu sana kulielewa kuhusu asili ya Mungu. Anasema kwamba Mungu ni upendo, sheria yake na asili yake, na itakuwa hivyo. Kwa hiyo upendo, hii ni asili kabisa ya Mungu. Hii ni asili kabisa ya Mungu, na tunatakiwa tuweze kuelewa jambo hili kwamba Mungu ni upendo. Unaposoma katika kitabu cha hii PP, yani kitabu cha wazee na manabii, aya yake ya Kiingereza ni aya ya 52, aya yake ya 3. 52 aya yake ya 3 anasema, 52 aya yake ni aya ya 3. PP 52 aya yake ya 3. Ngoja nifike hapo rafiki yangu, twende pamoja. Anasema kwamba sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Anasema kwamba ni ufunuo wa mapenzi yake. Anasema ni ufunuo wa mapenzi yake, nakala ya tabia yake, na ndiyo ambayo inaelezea upendo na hekima za kimungu, sheria ya Mungu. Sasa sikiliza, Mungu ni upendo, na sheria gani ambayo Mungu aliiweka kwa viumbe wake? Kitabu ni waraka wa kwanza wa Yohana 1, mstari wake ni wa 21. Waraka wake wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 21. Twende pale rafiki. Anasema, na amri hii tumepewa na yeye, kwamba yeye ampendaye Mungu na ampende na ndugu yake. Kwamba amri hii tumepewa na Mungu, kwamba yeye anayempenda Mungu na ampende na ndugu yake. Kwa hiyo amri, Mungu aliweza kutoa sheria hii kwa viumbe vyote. Na sheria hii si ya duniani rafiki, hii ni ya tangu milele. Sheria ya Mungu iko tokea milele, maana tunaporejelea sheria ya Mungu tunarejelea asili yenyewe ya Mungu. Kama vile Mungu ambavyo ni wa milele, ndivyo ambavyo sheria yake nayo ni ya milele. Maana tunaposema sheria ya Mungu ni tabia yake ya upendo, na hii ndiyo aliyoiweka kwa viumbe. Viumbe waliwekewa sharti hili, ambalo ndiyo sharti kuu la maisha, kwamba kiumbe moja unatakiwa kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. 2, unatakiwa kukipenda kiumbe chenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Na sheria hii ya Mungu aliweka sheria ya vile yeye alivyo. Yeye akiwa ni upendo, ndipo napo aliwawekea viumbe sheria hii ambayo ni ya upendo. Sheria hii ambayo ni ya upendo. Unaposoma pia katika kitabu cha wazee na manabii, kitabu hichi ni cha wazee na manabii. Wazee na manabii, yani PP 34 aya yake ya 3. PP 34 aya yake ya 3. Twende pale rafiki.
PP 34 aya yake ya 3 ni aya ya Kiingereza. PP 34 aya yake ya 3 anasema kwamba sheria ya Mungu ndiyo msingi wa serikali yake. Anasema na ndiyo furaha ya viumbe vyote, vinategemea katika utii mkamilifu wa kanuni za haki. Kwa sheria ya Mungu anasema kwamba ndiyo msingi wa serikali ya Mungu. Kwa hiyo upendo ndiyo msingi wa serikali ya Mungu. Upendo ambayo ndiyo tabia ya Mungu ndiyo msingi wa ile serikali yake. Na anasema ndiyo kanuni kuu, na furaha ya viumbe inategemea kanuni hii ya upendo. Anasema kwamba Mungu anahitaji kutoka katika viumbe vyake vyote, anasema kwamba huduma ya upendo ambayo inatokana na kuthamini tabia yake. Anasema kwamba hahitaji utii wa kulazimishwa. Anasema kwa wote ametoa uhuru wa kuchagua. Anasema kwamba wanaweza wakatoa utii wa hiari. Kisoma pia katika kitabu hiki ni cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tumaini la Vizazi Vyote, yani DA, Desire of Age, ni 22 aya yake ya kwanza. Aya ya Kiingereza ni 22 aya yake ya kwanza. Kwa hiyo Mungu ni upendo na alitoa sheria yake nayo ni upendo. Kwa hiyo upendo ndiyo sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Upendo ndiyo sheria ya Mungu. Katika kitabu hichi cha DA 22 aya yake ni ya kwanza. DA 22 aya yake ni ya kwanza. Anasema, mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu hichi cha Tumaini la Vizazi Vyote, anasema kwamba matumizi ya mabavu ni kinyume cha kanuni ya serikali ya Mungu. Mungu anatamani huduma ya upendo, na upendo hauwezi kulazimishwa, hauwezi kupatikana kwa kulazimisha au kwa kutumia mabavu. Upendo huamshwa na upendo tu. Kumjua Mungu ni kumpenda. Lazima tabia yake idhihirike kwa kuonekana ikiwa tofauti na tabia ile ya shetani. Kazi hii ingeliwezekana kufanywa na mmoja tu katika malimwengu yote. Ni yule ambaye alijua kimo na kina cha upendo wa Mungu, ambaye angeufanya upendo huo ujulikane. Kwa hiyo kanuni ya upendo haulazimishi. Kwa hiyo viumbe Mungu aliwaumba akawaweka huru. Jambo hili tutalipata fafanuzi zake hapo mbele. Ni kuombe ndugu usikose masomo haya. Tutapata fafanuzi hapo mbele, neno la Mungu linasemaje, jinsi Mungu alivyoweza kuumba viumbe na jinsi alivyoweka kanuni hii kuu ya kuongoza viumbe. Kwa hiyo Mungu ni upendo na sheria yake nayo ni upendo. Sasa tunaposoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 7 hadi wa 21, twende pale. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 7 mpaka wa 21, tuone namna jambo hili lilivyo muhimu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 7 hadi mstari wake ni wa 21. Neno la Mungu linasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila aliyezaliwa na Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Ni waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu la 7 hadi la 15. Wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu limeonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanae kuwa kipatanisho cha dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu
Mungu ametupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu kaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili twafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia kwamba Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akilia ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Sisi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Maandiko yanasema sisi tunapenda maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na sheria hii tulipewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu na ampende na ndugu yake. Kwa hiyo maandiko yanatueleza hapa wazi, mtu ambaye hana upendo, huyo ni mkana Mungu na ni mpagani. Hata udai unasali, rafiki yangu, upendo ndiyo tabia pekee inayokuonyesha kwamba wewe una Mungu. Maandiko yanasema kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Ili hali tu hauna upendo, rafiki yangu, haumjui Mungu, hata udai kwa namna gani. Na maandiko yanasema huwezi kumpenda Mungu ambaye umuoni, unamchukia jirani yako unayemuona. Kwa hiyo kitu ambacho kinadhihirisha uwepo wa Mungu ni upendo miongoni mwetu, ni upendo wetu kwa ndugu zetu. Hilo ni jambo linalofunua kwamba sisi tunamjua Mungu. Na mtu ambaye anamchukia ndugu yake ni mpagani, rafiki yangu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake ni wa 9. Twende mpaka mstari wake ni wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa 9 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema, yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye anamchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza limempofusha. Kwa hiyo yeye ambaye anamchukia ndugu yake anakwenda katika giza, yuko katika giza. Na maandiko yanasema kwamba giza nalo limempofusha. Tukasome katika waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 11 mpaka wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 11 mpaka wa 19. Maandiko yanasema, maana hii ndiyo habari tuliyoisikia. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 11 kwenda mstari wake ni wa 19. Neno la Mungu linasema, maana hii ndiyo habari tuliyoisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi twajua ya kwamba tumepita mautini na kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa anakaa katika mauti. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mwajua ya kwamba hamna muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji, na hana uzima wa milele ukikaa ndani yake, hana Mungu. Ulimwengu una chuki, na chuki hii ni ya joka. Chuki hii ni kutoka kwa Ibilisi. Kwa hiyo ili uonekane wewe ni mtoto wa Mungu, ni kuwa na upendo. Na
kanuni ama sheria ambayo Mungu aliitoa kwa viumbe ni hii. Mathayo, kitabu cha Mathayo 22:35 hadi 40. Mathayo 22, kitabu ni Mathayo 22:35 hadi 40. Maandiko yanasema, mmoja wao wana sheria akamuuliza akimjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Yesu anasema, wakati alipoulizwa amri kuu ni zipi, alisema amri ya kwanza ni hii, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili yako yote. Na ya pili ni hii, pende jirani yako kama nafsi yako. Na amri hizi ndizo utegemea Torati yote na manabii. Kwa hiyo Torati yote na manabii imejengwa katika amri hizi mbili, kumpenda Mungu na kumpenda ndugu yako. Na hata zile sheria ambazo baadaye zilikuja kufafanuliwa pale kwenye mlima Sinai, zile kimsingi ni upendo. Zile kimsingi ni upendo. Ili unielewe, hebu nenda nami katika kitabu cha Warumi 13, nenda nami katika mstari wake wa 8 mpaka wa 11. Warumi 3 mstari wake wa 8 mpaka wa 11. Neno la Mungu linasemaje? Kitabu ni cha Warumi 13, mstari wake ni wa 8 mpaka wa 11. Neno la Mungu linasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwepo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo alimfanyi jirani neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Pendo ndilo utimilifu wa sheria. Maandiko yanatuambia kule Mungu alikosema usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, hiyo ni amri moja ambayo ni pende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo hata ile amri ya kusema usiabudu sanamu, shika siku ya Mungu na kuitunza, ambayo ni siku ya saba, usiwe na miungu mingine, usitaje bure jina la Mungu wako, ni kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu utakuwa na sanamu, utatunza siku yake takatifu vizuri, utalitaja jina lake bure. Ukimpenda jirani yako utaacha kumheshimu, utazini naye, utamwibia, utamdanganya, utatamani vitu vyake. Kwa hiyo Mungu ni upendo, na sheria yake nayo aliyoweka ni upendo. Utasoma pia katika kitabu hapa, nitatoa nukuu pia katika kitabu cha Bible Commentary. Soma katika Bible Commentary, SDA Bible Commentary volume 7, ukurasa wa 952, aya yake ni ya 5. Hii ina komenti lile fungu la Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4:8. Bible Commentary, SDA Bible Commentary volume 7, ukurasa wa 952, aya yake ni ya 5. Hapo utaenda kusoma kwamba upendo ni kanuni ya mbinguni, ni mmea wa mbinguni, na upendo ni asili inayotiririka moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na upendo huu ni moja ya kitu ambacho tunakipokea kutoka kwa Yesu. Hii ni asili ya Mungu. Huwezi kupenda bila kuwa na Mungu. Na hichi ambacho unaona watu wanasema ni upendo, kimsingi si upendo. Maana upendo ni tabia ya Mungu na inatiririka pekee kutoka kwa Mungu. Tenda kusoma katika hiyo SDA Bible Commentary volume 7, ukurasa wa 952, aya yake ni ya 5. Kwa hiyo Mungu ni upendo. Basi nikamalizie asili hii pia ya Mungu, asili nyingine ya Mungu. Jambo jingine la tatu ambayo ni asili ya Mungu, Mungu ni nuru. Mungu ni nuru. Hii tunaipata katika waraka wa kwanza wa Yohana 1:5.
Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 5. Neno la Mungu linasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na tunaihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Kwa hiyo Mungu ni nuru na hakuna giza lolote ndani yake. Hii ni moja ya jambo kuu alilolifundisha Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu Mungu. Tunatakiwa kuelewa Mungu ni nini? Ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Na nuru ndiyo Mungu ambayo amejivika kama vazi. Kwa hiyo vazi ambalo Mungu amevaa na vazi ambalo limemfunika Mungu ni nuru. Walaka tusome katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 104 mstari wake ni wa 2. Twende pale rafiki. Zaburi 104 mstari wake ni wa 2. Katika Zaburi 104 mstari wake ni wa 2, neno la Mungu linasema, umejivika nuru kama vazi, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia, umejivika nuru kama vazi. Kwa hiyo Mungu amejivika nuru kama vazi. Kwa hiyo vazi ambalo limemfunika Mungu, na ndilo vazi ambalo pia limevifunika viumbe vya Mungu, ni vazi hili la nuru. Mungu amefunikwa na nuru. Twende tena katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 16. Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 16. Katika Timotheo, katika kitabu hiki cha Timotheo, Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 16, neno la Mungu linasema, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye milele, hata heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Mungu amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, na katika nuru ile haijachanganyikana na giza kabisa. Kwanza mfano halisia, ukileta nuru yani mwanga, giza linakimbia. Kwa hiyo Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Sasa sikiliza, tunaposema Mungu ni nuru tunamaanisha nini? Mungu ni haki, wala hana dhambi yoyote. Mungu hana uovu wowote ndani yake. Tunaposema Mungu ni nuru na wala hana giza lolote ndani yake, tunachokimaanisha ni hiki, au kile ambacho neno la Mungu linakimaanisha ni hiki, kwamba Mungu hana uovu wowote ndani yake. Kwa hiyo Mungu hana hata chembe moja ya uovu wala ya dhambi. Na ni moja ya kweli kuu za Injili. Hii ni moja ya kweli kuu za Injili za kuelewa kuhusu Mungu, ama kweli za milele. Nenda nami katika kitabu cha Ayubu 34 mstari wake ni wa 10. Ayubu 34 mstari wake ni wa 10. Katika kitabu cha Ayubu 34 mstari wake ni wa 10, neno la Mungu linasema, kwa hiyo nisikilizeni enyi wenye fahamu. Mungu asizaniwe kutenda udhalimu. Kwa hiyo nisikilizeni ninyi mwenye ufahamu. Mungu asizaniwe kwamba anaweza akatenda udhalimu. Na huko mbele tutajifunza somo hili juu ya ufunuo wa tabia ya Mungu. Leo watu hawamfahamu Mungu. Wengi wamefikiri Mungu anaweza kutenda uovu, lakini ni kinyume kabisa. Nisikilizeni ninyi wenye ufahamu. Mungu asizaniwe ya kwamba anaweza akatenda uovu. Kitabu ni Kumbukumbu 32 mstari wake ni wa 4. Kumbukumbu 32 mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu linasemaje? Kitabu ni Kumbukumbu
32 mstari wake ni wa 4. Neno la Mungu linasema, yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu, njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, ndiye mwenye haki na adili. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu. Mungu hana uovu ndani yake rafiki. Hana chembe ya uovu ndani yake. Zaburi, kitabu ni Zaburi. Zaburi ya 145 mstari wake ni wa 17. Zaburi ya 145 mstari wake ni wa 17. Nenda nami mpendwa katika Zaburi hiyo. Zaburi ya 145 mstari wake ni wa 17. Neno la Mungu linasema, Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba Bwana ni mwenye haki juu ya kazi zake zote. Kwa hiyo Mungu ni mwenye haki katika kazi zake zote. Kwa hiyo hii ni moja ya jambo la muhimu sana tunalotakiwa kulielewa kuhusu asili ya Mungu. Mungu ni nuru, wala hamna giza lolote ndani yake. Basi nikamalizie jambo jingine la mwisho kuhusu asili ya Mungu ni hili: Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Jambo jingine ambalo limefunuliwa kuhusu asili ya Mungu, ambalo tunakwenda kulimalizia kama jambo la 4, ni hili: Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Twende nami katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wake ni wa 29. Kitabu ni Waebrania 12 mstari wake ni wa 29. Neno la Mungu linasema, maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Ni moto unaokula nini? Katika kitabu cha Kutoka 24 mstari wake ni wa 17. Kutoka 24 mstari wake ni wa 17. Neno la Mungu linasema, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima, mahali pa wana wa Israeli. Maandiko yanatuambia wakati Mungu anashuka katika ule mlima Sinai, kuonekana kwa ule utukufu wa Mungu kulikuwa kama moto ulao. Kitabu ni cha Isaya 29 mstari wake ni wa 6. Isaya, nenda nami rafiki yangu katika kitabu cha Isaya. Isaya 29 mstari wake ni wa 6. Neno la Mungu linasema, naye atajiriwa na Bwana wa majeshi, na ngulumo na tetemeko la nchi, na sauti kuu, na chemchela, na tufani, na mwali wa moto uteketezao. Na mwali wa moto uteketezao. Sasa rafiki, maandiko yanaposema Mungu ni moto ulao, yanamaanisha nini? Mungu ni moto ulao dhambi. Kwa dhambi, Mungu ni moto ulao. Popote ilipo dhambi, wakati Mungu afikapo au Mungu akaapo, ni dhambi. Kwa hiyo dhambi haiwezi kukaa na Mungu. Shikilia sana hili jambo, ni moja ya kweli kuu za kiroho. Mungu ni moto ulao. Mahali ambapo Mungu yupo, hapo dhambi haiwezi kukaa. Na kwa maana hii, wadhambi pia hawawezi kuweza kukaa na Mungu. Maana kwa dhambi, Mungu wetu ni moto ulao. Nenda nami rafiki katika kitabu cha Isaya. Isaya ni 33 mstari wake ni wa 13 kwenda mstari wake ni wa 15. Isaya 33 mstari wake wa 13 kwenda mstari wake wa 15.
Neno la Mungu linasema, sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda, ninyi mlio karibu kilini uwezo wangu. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezao kukaa na moto uteketezao milele? Maandiko yanauliza, ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Moto ulao ni Mungu. Maandiko yanaendelea kusema, ni nani wanaweza kukaa na moto ulao? Ni yeye atendaye haki, 1, anenaye maneno ya adili, 2, ni yeye anayedhalau faida ipatikanayo na dhuluma, 3, ni yeye akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, 4, 5, azibaye masikio yake yasisikie habari za damu, 6, afumbaye macho yake asitazame uovu. Ni hao tu peke yake wanaweza wakakaa na Mungu. Kwa hiyo watakaoweza kukaa na Mungu ni wale watenda haki, watakatifu, wasio na uovu. Maana kwa uovu Mungu wetu ni moto ulao. Mungu wetu ni moto ulao. Na hii ndiyo maana kwa wale wa Kristo na wale tunaomwamini Mungu, katika saa hii ni vyema dhambi iweze kufa katika maisha yetu, ichomeke katika maisha yetu kabla hatujakutana na Mungu. Tukikutana na Mungu, Mungu ni moto ulao. Maana gani nini? Yeye ni nuru tupu na hapatani na dhambi na hawezi kukaa na dhambi. Kwa hiyo kwa dhambi Mungu ni moto ulao. Na hivyo watakaoweza kukaa na Mungu ni watakatifu peke yake. Zaburi ni 15 mstari wake ni wa 1 hadi wa 5. Zaburi ya 15, Zaburi yote hiyo waweza kuisoma. Zaburi ya 15 nayo inatufunulia ni akina nani watakaoweza kukaa na Mungu. Zaburi 15, sura hii ya Zaburi 15 ina aya chache tu, ina mistari michache tu, ina mistari 5. Basi twaweza kuisoma. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala akutenda mwenzie mabaya, wala akumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa udharauliwa, bali uheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasira yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha apate riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Mtu anayetenda mambo hayo atakaa na Mungu milele. Kwa hiyo hawa ndio watakaoweza kukaa na Mungu. Na ndio maana tunaambiwa katika Mathayo 5 ule mstari wake wa 8, neno la Mungu linasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo watakaomuona Mungu ni wale wenye moyo safi. Bila kuwa na moyo safi hauwezi ukamuona Mungu. Katika ile Waebrania, ile kitabu ni Waebrania 12 mstari wake ni wa 10 Waebrania 12 mstari wake ni wa 14. Neno la Mungu linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Maana huwezi kumuona Bwana bila kuwa mtakatifu. Maana kwa dhambi Mungu wetu ni moto ulao. Na dhambi itateketezwaje? Dhambi itateketezwa kwa uwepo wa Mungu. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni wa 8.
Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni wa 8, neno la Mungu linasema 2 mstari wake ni wa 8, neno la Mungu linasema, hapa ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kwa kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Maandiko yanasema kwamba asi, kwa maana ya Lucifer pamoja na wafuasi wake, wataangamizwa kwa uwepo wa utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni moto ulao dhambi. Kwa hiyo maandiko yanaposema Mungu ni moto ulayo, yanarejelea katika asili yake ya kutopatana na dhambi. Kwa dhambi Mungu hawezi kaa hapo, ama dhambi iwezi kaa hapo. Mungu akiwepo, dhambi inateketea, na dhambi haiwezi kuwepo katika uwepo wa Mungu. Nikusomee katika kitabu hiki wakati ninapokwenda kuhitimisha, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Tumaini la Vizazi Vyote, yani DA 107 aya ya 4. Kurasa hizi ni za Kiingereza. Tumaini la Vizazi Vyote 107 aya yake ni ya 4. Tumaini la Vizazi Vyote Kiingereza ni 107 aya yake ni ya 4. Anasema, mjumbe wa Mungu anasema katika Tumaini la Vizazi Vyote 107 aya yake ni ya 4, kwa dhambi kila inapoonekana Mungu wetu ni moto ulao. Waebrania 12:29, Roho Mungu anakula dhambi kwa wote wanaojisalimisha kwake. Lakini ikiwa watu watang'ang'ania dhambi, hatimaye watakuwa watu wanaotambulishwa pamoja nayo. Hapo ndipo lazima utukufu wa Mungu unaoharibu utawaharibu nao. Kwa hiyo maandiko yanasema hivi, kwa dhambi Mungu wetu ni moto ulao. Kwa sasa hivi wakati watu wanapompokea Roho wa Mungu ndani ya mioyo yao, Roho wa Mungu anakula dhambi. Na hii Roho wa Mungu ndio asili yenyewe ya Mungu, inakula dhambi ndani ya mtu. Na kama mtu hatajitharimisha sasa kwa Roho wa Mungu, basi huyo mtu sasa anatambulishwa na dhambi, yani yeye huwa dhambi. Na hivyo siku Bwana atakapotokea, utukufu wa Bwana utamharibu, maana Mungu wetu ni moto ulao. Basi nifanye hitimisho wakati tunapokwenda kumalizia. Leo tumejifunza somo linalosema asili ya Mungu, mambo muhimu 4 tunayotakiwa kuyajua kuhusu asili ya Mungu. Ninapokwenda kuhitimisha niseme ifuatavyo. Tumeona mambo 4 ambayo yamefunuliwa na asili ya Mungu, na nitakukumbusha rafiki kwa maandiko 4. Jambo la kwanza, tumeona Mungu ni moto ulao. Hiyo ni Yohana Injili 4 mstari wake ni wa 24. Samahani. Jambo la kwanza tumeona Mungu ni roho. Samahani. Jambo la kwanza tumeona Mungu ni roho. Hiyo ni Yohana 4 mstari wake ni wa 24. Jambo la pili tumeona Mungu ni upendo. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 8. Jambo la tatu tumeona kwamba Mungu ni nuru tupu, wala hamna giza lolote ndani yake. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana 1:5. Na jambo la mwisho na la 4 tumeona Mungu ni moto ulao. Hiyo ni Waebrania 12:29. Sasa kwa kuyaweka hapa katika neno moja, tunaweza kusemaje? Mungu na yaunganisha mambo haya 4. Tumeona Mungu ni roho, Mungu ni upendo, Mungu ni nuru, Mungu ni moto ulao. Kwa kuyaunganisha mambo haya ni hivi: Mungu ni roho ya upendo, nuru tupu, moto ulao dhambi. Kwa hiyo ukiulizwa Mungu ni nini, unaweza kusema Mungu ni roho ya upendo, nuru tupu, moto ulao dhambi. Asante sana ndugu yangu, nikukaribishe katika masomo yatakayo kuwa yakifuata. Karibu sana katika masomo ya mbele, na tuombe Mungu atupe nafasi tuweze kujifunza kweli kuu hizi za Injili. Basi tuweze kuomba kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Tuombe.
Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya rafiki yangu anayefuatilia masomo haya. Asante kwa ajili yangu ambayo Bwana unanitumia tu kama chombo. Endelea kuzifunua kweli hizi kuu za Injili ili wapenzi watazamaji waweze kuelewa mambo haya makuu, ili Bwana tuweze kuelewa somo hili la uungu. Tupe nafasi nyingine ya kuendelea kujifunza neno lako. Tunaomba haya kupitia jina la mwanao Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Ninyi wana ya matengenezo, ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu.
Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.